Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Kipindi chetu kizuri cha tafakari ya siku, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tuko kwenye tafakari ya siku na tafakari yetu iko kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 na kuendelea. Biblia inasema hivi: lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuweko nyakati. Siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, na wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu. Alafu wamebeba mfano wa utauwa. Anasema wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Anaambiwa hao nao, Timotheo anaambiwa ujiepushe nao. Sasa tunaona hapa maandiko haya yanatueleza kuhusu kipindi fulani ambacho kimebeba nyakati, siku za mwisho ambazo zimebeba nyakati fulani. Nyakati ambazo ni za hatari, nyakati ambazo ni mbaya, nyakati ambazo si rafiki kwa wanadamu. Haya maneno yamebeba tahadhari kwa Timotheo, na yanabeba tahadhari kwetu sisi pia ambayo tulioko leo, kwa maana ya kwamba natakiwa kuwa na mtazamo wa kugeuka na kusimama katika mapenzi ya Mungu. Lakini kulingana na nyakati zilizoko, kuna kizuizi kipo ambacho kinazuia mtu kuishi ama kusimama kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Ndio ameeleza hivyo vitu sasa. Kizuizi cha kwanza tunakiona ni mtu kujipenda mwenyewe. Anasema kutakuwa hizo ni nyakati ambazo wanakuwa watu wa namna gani? Kujipenda wenyewe. Kitu ambacho shetani aligeuza ndani ya nafsi ya mwanadamu ni kitu ambacho kilifanyika pale bustani ya Eden. Kuna kitu ambacho kilifanyika wakati Hawa alipokuwa kwenye yale mazungumzo na alipovamiwa na shetani, akawa anamsikizisha mambo ambayo alimtaka afanye. Kitu ambacho Hawa alipotazama akaona ya kwamba kile kitu ambacho kilikuwa hakiruhusiwi na Mungu, yeye akakiona kwa mtazamo mwingine, akatazama kwa jicho lengine. Jicho sasa lilikuwa limeshageuka kwake. Kwa hiyo alipotazama mti ule, tunda lile ambalo aliambiwa wasiaguse, wasile, yeye akatazama sasa, akayaona matunda yale, ama kaliona tunda lile kwa mtazamo mwingine. Ukisoma sura ile ya 3 kitabu cha Mwanzo mstari wa 6, inaeleza kwamba mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, alipoona. Hilo neno alipoona lina maana kubwa sana, kwa sababu alipoona, kwa maana kuna kitu kilifanyika kwa Hawa. Kwa hiyo mtazamo wake ukageuka, na ule mtazamo uligeuzwa kutoka kumtazama Mungu na kujitazama yeye. Kwa hiyo nafsi yake ndio ikabeba uhai sasa. Mungu aliyekuwa hai kwao akawa hameondolewa, hayupo. Kwa hiyo nafsi ikachukua nafasi, na nafsi ilipochukua nafasi, ndio hichi kipengele sasa tunaona kikisema kwamba watu watakuwa wanajipenda wenyewe. Kwa watakapojipenda wenyewe, wataona kama Hawa alivyoona. Kwa hiyo Hawa aliona ya kwamba, Biblia inasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa. Kwa hiyo mtazamo wangu mimi
unaona zinaa ni sawa, yafaa. Lakini mtazamo wa Mungu, zinaa haifai. Sasa ukija sasa unakuta kuna nini hapo katikati? Hapo katikati sasa kuna roho ambayo inatenda kazi ndani ya mtu. Na hiyo roho inayotenda kazi ndani ya mtu imemtenganisha mtu na Mungu. Kwa hiyo mtu amebaki mwenyewe, kwa hiyo mtu amekuwa Mungu. Yaani kwamba sisi tumepewa kuwa miungu na tumefanywa kuwa miungu kwa sababu Mungu ametufanya hivyo. Alipokuwa anamtuma Musa kwenda katika nchi ya Misri, mstari ule wa 7 sura ya 7 kitabu cha Kutoka, alimwambia anamtuma anaenda kule Misri kama Mungu. Kwa hiyo Musa alienda kule Misri kwa Farao kumkabili akiwa na mandate na nguvu na uweza wa Mungu, kwa maana alienda kama Mungu. Na kwa sababu hiyo sasa Musa alipokuwa pale mbele ya Farao, alimuona Farao kwa sura ingine. Kwa nini ilikuwa hivyo kwa Musa? Kwa sababu aligeuzwa mtazamo. Kugeuzwa mtazamo kuna maanisha hii. Kumbuka Musa alilelewa na Farao. Binti ya Farao alipomwokota kule kwenye maji, akamfanya mtoto wake. Musa mpaka anafikia kuwa miaka 40 yuko anatumikia Misri, anatumikia ufalme wa Misri kama mtoto wa familia ile. Kwa hiyo mtazamo wake ulikuwa mwingine. Alimtambua Farao kama babu yake. Kwa hiyo alikuwa anapokea na alipewa sehemu za utendaji ndani ya ufalme. Na yeye mwenyewe pia akawa anawasimamia taifa la Israeli kwenye kazi kule. So mtazamo ulikuwa tofauti. Kwa hiyo alijua ile ndio familia yake. Ilitakiwa Mungu afanye kitu kwa Musa kubadilisha na kugeuza mtazamo, ili Musa aweze sasa kumuona Mungu, ama Mungu ndio aweze sasa kumtumia. Mungu asingeweza kumtumia Musa kwa mtazamo aliokuwa nao mwanzo. Sasa nataka tuelewe kwamba ni kitu gani huwa kinafanyika ndani ya mwanadamu mpaka mwanadamu leo anakuwa hivi, kesho anakuwa hivi. Ni mtazamo unageuzwa. Mtazamo unageuzwa. Kwa hiyo sasa tunaona Musa alifika kwenye hatua ya kwamba alipotoka kule, na ili basi mtazamo ugeuzwe. Sio kwamba Musa aliua yule mtu kwa bahati mbaya akakimbia. Alifukuzwa na Mungu pale. Hakukuwa na namna ya kumtoa Musa pale kwenye familia ile ya Farao. Ilikuwa lazima kutokee tatizo. Sasa kuna wakati mwingine Mungu husababisha mambo fulani fulani, tena saa nyingine magumu, mabaya, lakini yakiwa yamebeba mtazamo wa Mungu ndani yake. Kwa sababu Musa alitakiwa aende akakomboe lile taifa. Kulingana na ratiba ya Mungu, miaka 400 imefika. Tena imepita miaka 30 zaidi. Lakini ilikuwa, manake baada ya miaka 430 ndio Mungu aliwatoa wale watu kule. Lakini sasa katika ile miaka 430 ambazo zilifanyika ndio Mungu aweze kuwatoa taifa la Israeli kule. Ina maana wakati miaka 400 inafika, Musa alikuwa na miaka 10. Kwa hiyo Musa asingeweza kuwatoa taifa la Israeli katika miaka 10. Kwa sababu ilikuwa lazima afundishwe, aelekezwe kwa namna fulani, aingizwe kwenye chuo cha kujifunza. Kwa hiyo miaka 30 ilibakia ya Musa kuandaliwa. Kwa hiyo miaka 30 anafundishwa katika nchi ya Farao ya Misri. Anafundishwa katika ufalme wa Farao namna ya utendaji. Lakini akiwa yuko kwenye maandalizi ya kuja kufanya kazi ya Mungu. Baada ya miaka 30 ameondolewa. Anaingizwa kwenye kuandaliwa miaka 40. Mpaka anakuja kuanza kazi ana miaka 80. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatengeneza yale mazingira mazuri ya yeye kufanya kazi. Lakini katika yote aligeuzwa mtazamo.
Mtazamo uliogeuzwa kwa Musa ndio ulimwezesha Musa. Na ukiangalia utaona kwamba mwanzoni wakati Mungu anazungumza naye pale kwenye kichaka alikuwa mbishi, kwa sababu alikuwa bado ana mtazamo fulani unageuka polepole. Lakini akapewa Haruni ndipo akaweza kwenda. Alikuwa bado muoga. Sasa mimi na wewe tuna mtazamo gani? Tafakari yetu ya leo inatuuliza. Mimi na wewe tuna mtazamo gani? Mtazamo nilio nao ndio unaonyesha nani ni kipaumbele katika maisha yangu. Je, nampenda Mungu kuliko ninavyojipenda mimi? Ama najipenda mimi kuliko ninavyompenda Mungu? Leo tuna namna ambayo kila mtu anashindwa kufanya chochote kwa ajili ya Mungu. Hata kuomba tu ni shida, kwenda kanisani shida, kuabudu shida, kutoa sadaka shida, kusaidiana shida. Hii ni dalili ya kwamba hii roho iko kazini. Watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Hii roho inatenda kazi. Alafu inabebwa, yani kuna hivi viroho vidogo vidogo ambavyo ndio vinatenda kazi kwa huyu mtu ambaye tayari yuko kwenye mtazamo huu uliogeuzwa wa kujipenda mwenyewe. Kwa hiyo katika kujipenda mwenyewe, mtu huyu atakuwa na bidii na kupenda fedha, lakini kwa ajili ya yeye mwenyewe. Alafu atakuwa ni mtu wa kujisifu, kwa sababu hana kitu kingine anachokiona, anajiona yeye. Alafu atakuwa na kiburi, kwa sababu kila kitu ni yeye. Hataki kuguswa, yani ni wanatukana. Kwa maana anaweza akakujibu kimgusa, yani hata ukimkanyaga anaweza akakupiga ama akakutukana. Wasiotii wazazi wao, sababu kila mtu hafai tena mbele yake, ni yeye tu. Wasio na shukrani. Utashukuruje wakati unajiona ni wewe ndio ulifanya? Mungu amekupa kuamka leo ili ufanye kazi, lakini wewe unaona ni wewe ndio ulijiamsha, ni wewe ndio ulifanya. Hakuna shukrani kwa Mungu. Wasio safi. Ukishageukia nafsi yako, kila kitu utakachofanya utaona ni kichema, lakini hata kilicho kichafu kwa Mungu utaona ni kisafi kwako. Ndio maana leo nakuta zinaa inaonekana ni safi kwa wanadamu, lakini ni uchafu uliokithiri mbele za Mungu. Kwa hiyo hayo yote ni kwa sababu ya nafsi yangu mimi inavyonipeleka. Wasiopenda wa kwao. Ukishajipenda wewe unampenda nani tena? Kama maana hata Mungu mpendi na hata watu wapendi. Kwa sababu wewe una kiburi cha kufanya kwa ajili yako na unataka ukusanye kwa ajili yako. Watu wasiotaka suluhu, anajiona yeye ndio huyo. Kwa hiyo hataki hata kusema tu kwamba tunatengeneza, hataki. Wasingiziaji. Anaweza akakusingizia hata kama hakuna makosa, akilinda nafsi yake anayoipenda. Wasiojizuia. Ukigusa nafsi yake anakung'ata. Wakali hawataki. Hiyo yote ni zile roho zinazotenda kazi ndogo ndogo ninazosema zinatenda kazi kulinda nafsi ya mtu iendelee kuwa Mungu. Na mengine yote hayo wamesema majivuno nini, penda anasa kwa sababu nataka kujifurahisha. Kwa yote hayo mtu anayafanya kwa sababu hampendi Mungu. Kwa hiyo wakati mimi napenda nafsi yangu, najipenda mwenyewe, kumpenda Mungu hakuko ndani yangu. Sasa haina maana kwamba kujipenda basi nikae mchafu, nifanye nini? Tengeneza maisha yako, tengeneza mwili wako, tengeneza nafsi yako ikae vizuri mbele za Mungu. Lakini ukijua Mungu ndio priority kwenye maisha yako. Kwa hiyo tafakari yetu ya leo inatakiwa kujiingiza kwenye kipimo, najipenda mwenyewe ama nampenda Mungu. Sasa jipime kwenye haya ambaye yako hapa yamewekwa. Hizi ni roho ndogo ndogo, ni watoto wanaomlinda nafsi yako. Je, unalindwa na roho gani hapa? Bwana tusaidie. Tutafakari hili leo na Bwana awe pamoja nasi. Mungu akubariki.